Tendo la ajabu alilofanyiwa Niffer nje ya mahakama lililonaswa na kamera za siri limezua taharuki na uoga nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Muda mfupi baada ya kutangazwa kuwa vijana waliokuwa wamefunguliwa mashtaka mazito wameachiwa huru na mahakama ya Kisutu, tukio lisilo la kawaida lilitokea nje ya ukumbi wa mahakama na likigeuza simulizi la ushindi wa kisheria kuwa taswira ukosefu wa uhuru. Niffer ambaye ni kijana aliyekuwa akifuatiliwa kwa hamasa na umma tangu kukamatwa kwake, hakukuondoka eneo hilo kwa uhuru wa mtu aliyeshinda kesi. Aliondoka kama msafirishwaji aliyewekewa ratiba, ulinzi na nia iliyotoka nje ya matakwa yake binafsi. Alichokifanya baada ya kutoka mahakamani kilionekana si matokeo ya msimamo wa mtu huru, bali ya mashinikizo ya kimfumo yaliyokuwa yakiongozwa na mkakati mpana wa kisiasa. Taswira hiyo ilianza wakati mlango wa mahakama ulipofunguliwa na Niffer akasogezwa kwenda kwenye gari lililoonekana kuwa limepangwa na mamlaka, likiendeshwa na Habibu Mchange, kada mwenye ushawishi katika chama tawala na mmiliki wa chombo cha habari kinachojulikana kwa kuelekeza simulizi zinazolinda serikali. Ndani ya gari hilo kulikuwa hapo na ofisa wa polisi wa kike ambaye hakusimama kama mlinzi wa mbali, bali kama mshirika wa moja kwa moja katika safari ya kumchukua Niffer kwenda eneo la mkutano wa habari ambalo tayari lilikuwa limeandaliwa. Safari hiyo haikuwa ya kupeleka ushahidi nyumbani, bali ya kumfikisha katika mazingira ya kujenga maelezo yanayoendana na mkakati wa kisiasa. Gari lilipofika kwenye eneo lililopangwa, Niffer alisimama mbele ya kamera, si kama mtu aliyeamua kuzungumza, bali kama mtu aliyepewa karatasi yenye mwongozo wa nini cha kusema. Karatasi iliyotayarishwa na mtayarishaji wa tukio hilo, Habibu Mchange. Muonekano wa mashaka ulianza kujidhihirisha katika namna alivyoshika karatasi hiyo, alivyotamka maneno na jinsi mwili wake ulivyotuma ujumbe tofauti na ule wa sauti. Haikuwa tafsiri ya mkanganyiko wa lugha wala mshtuko wa tukio. Ilikuwa dalili ya mtu anayefanya maamuzi si kwa matakwa yake, bali kwa masharti ya walio juu yake. Na pale alipotamka maneno ya kumshukuru kiongozi wa nchi, haikuwa sehemu ya mazungumzo anayoyapendelea. Ilikuwa sehemu ya agizo lililotolewa kwa sauti ya chini na mtu aliyekuwa karibu yake, akimkumbusha kile kilichopangwa kufanywa katika mkutano huo. Moja kwa moja tukio hilo liligeuza simulizi la kuachiwa huru kuwa taswira udhibiti wa kisiasa. Tukio hilo alikuwa la baragumu ya kwanza kwa jina la Habibu Mchange. Kwa miaka kadhaa jina lake limekuwa likijitokeza katika mambo yenye mvuto mkubwa wa kisiasa, si kama mtazamaji bali mtendaji aliyepewa nafasi ya kuandaa mazingira yanayolinda mamlaka. Na kupitia gazeti lake Jamvi la Habari amekuwa sehemu ya ujenzi wa simulizi zinazolenga kushambulia wapinzani, wanaharakati na wakosoaji wa serikali, si kwa msomaji wa kawaida, bali kwa mfumo unaotumia vyombo vya habari kuhakikisha sauti fulani ndio inatawala mijadala ya umma. Na katika kipindi ambacho serikali ilichukua hatua ya kuhamasisha jamii ya Wamasai kutoka Ngorongoro kwa ajili ya kuandaa ardhi kwa uwekezaji, vyombo vya habari vilitumika kujenga taswira ya uhalali na wa hatua hiyo. Na katika uwanja huo jina la Habibu Mchange lilipewa jukumu la kuandaa na kusambaza simulizi zinazounga mkono hatua hiyo, kikiweka upande wa serikali katika nafasi ya utetezi wa maendeleo badala ya ukinzani wa haki za binadamu. Huo haukuwa uandishi wa habari wa kijamii, ulikuwa uundwaji wa maelezo ya kulinda mchakato wenye madhara makubwa kwa jamii. Na katika tukio jingine, hatua ya kuingiza kampuni ya DP World katika uendeshaji wa bandari za Tanzania ilitanguliwa na mjadala wa kisiasa ulioongozwa na wachache waliokuwa wakisifu kampuni hiyo kabla ya taarifa rasmi ya mkataba. Na jina la Habibu Mchange lilikuwa miongoni mwa watu waliotumika kujenga hoja za manufaa ya uwekezaji huo, wakitengeneza mazingira ambayo serikali ingeonekana inafanya uamuzi wa kimkakati, si uuzaji wa mali ya umma. Lakini simulizi hizo zilikumbana na upinzani wa wananchi na hatimaye hatima ya mkataba huo ikawa kielelezo cha mvutano kati ya mfumo wa kisiasa na sauti za umma.
Ushiriki wa Mchange katika uwanja wa propaganda haukuishia kwenye mitandao ya kisiasa na uchumi. Katika miaka ya karibuni, makundi ya wazungumzaji wa dini yalianzishwa kwa kasi, yakiibuka kwenye vyombo vya habari na mtandao ya kijamii, yakitoa maoni yanayolinda serikali na kushambulia wale wanaopinga sera zake. Kwa mtazamo wa haraka, ingeonekana kama mwamko wa kijamii au kiraia. Kwa uchunguzi mpana, ilidhihirika kuwa sehemu ya mradi wenye ufadhili na uratibu unaochochewa na mfumo wa siasa uliopo madarakani. Habibu Mchange alipewa nafasi ya kuratibu na kufadhili makundi hayo, kuhakikisha inaonekana kuwa sauti za wananchi badala ya sehemu ya mkakati wa mamlaka. Katika tukio la Nifa, historia hii ilijitokeza kuwa sura halisi kwamba mtu aliyepata huruma ya wananchi kwa kuachiwa huru aligeuzwa kuwa chombo cha kusaidia mfumo unaoalika kuungana ama unaomwalika kuungana na simulizi ya serikali. Badala ya kupewa muda wa kujieleza, alipewa uwanja wa kufuata maelekezo, na badala ya kufurahia uhuru wake, alipewa eneo lililotayarishwa na mtu aliyehusika katika mikakati mikubwa ya kisiasa nchini. Jambo hilo liliibua ukinzani mkubwa wa kihisia kwa kila aliyejua maana ya kuachiwa huru, kwa sababu uhuru wa mshtakiwa ulihitaji kutafsiriwa kama ushindi wa sheria, si ushindi wa propaganda. Lakini kilichotokea kilionyesha upungufu wa msingi katika namna mifumo ya kisheria na kisiasa inapounganishwa. Mtu aliyeachiwa huru hakupata nafasi ya kurejesha mamlaka ya mwili na sauti yake. Aligeuzwa kuwa ishara ya utii, akiwa mbele ya kamera na maelekezo, akitengeneza hoja na ulinda mfumo ulioanzisha kesi yake. Na kwa namna hiyo, tukio la nje ya mahakama ya Kisutu iligeuka kuwa ishara ya mgongano mkubwa zaidi unaoikumba Tanzania ya leo, mgongano kati ya sheria kama ngao ya uhuru na siasa kama injini ya udhibiti. Nifa hakuwa mtu wa kwanza kuvutwa katika mpasuko huo, na historia inaonyesha haitakuwa mara ya mwisho. Mikakati inayohusisha watu kama Habibu Mchange imejengwa juu ya mfumo ambao unapuuza mipaka kati ya utawala na propaganda, ukigeuza matukio muhimu ya kisheria kuwa fursa ya kutengeneza taswira inayolinda mamlaka. Na kwa sababu hiyo, tukio hilo lilikumbukwa na maneno yaliyosemwa mbele ya kamera, bali kwa mazingira yaliyozalisha maneno hayo, na kwa namna alivyotoka mahakamani, namna alivyoketi ndani ya gari, na namna alivyoshika karatasi mbele ya kamera. Nifa hakutoka kama mtu aliyeachiwa huru, alitoka kama mtu ambaye uhuru wake ulirejeshwa kwa masharti, akihifadhi jukumu la kutumika kama ishara ya udhibiti wa kisiasa. Katika dunia ambako kamera zinashuhudia kila hatua, simulizi hilo halikufichwa, halikusahaulika na halikubadilishwa na maneno yaliyopangwa kutamkwa. Lilibaki kama kumbukumbu ya namna mifumo inaweza kuendesha mwili wa mtu aliye huru kwa taratibu, bila mjeledi wala minyororo, lakini kwa mbinu za kisiasa na udhibiti wa taswira. Mwisho wa simulizi hilo haukuandikwa mahakamani, bali katika barabara inayoondoka Kisutu, kwenye gari lililojaa watu wasioonekana kama wasafiri wa kawaida, likienda eneo ambalo uhuru haukuwa lengo kuu, bali zana ya kutengeneza simulizi ya kisiasa kabla ya jioni. Ndizo habari tulizokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, ambayo ni chaneli yako pendwa inayokuletea taarifa hizo pamoja na zingine na uchambuzi kwa kina. Zidi kutupa support yako kwa kusubscribe, kulike na vile vile kushare video zetu.